Ndio maana kila mwaka tunarudi ukatili wa kijinsia, atakuja mwingine idara nyingine, jamani kuna ukatili, kuna ukatili. Pengine hili swala hata nyinyi limewachosha masikioni mwenu. Mnasema jamani kila siku ukatili, lakini labda hatujui shida ni nini. Root cause ya kila sehemu kuna nini? Nilifanya research moja ya kuzunguka karibia kila kata, tulikuwa tuna madodoso. Nikafika Tlawi, wakaniambia tunaomba utusaidie, watu huku wanaangamia kwa pombe za kienyeji. Yaani changamoto ni pombe, yaani pombe ndio inasababisha kila kitu wa Tlawi pale. Nilifika Nambis, nikaambia wababa watunzi familia. Nikafika Daudi, nikawaambia wamama wanapiga sana wababa. Lakini nikafika Ayamoe kule, wamama wakalalamika kwamba hawatunzi, yani fedha haitoki, ndio vitu ambavyo vinasababisha ukatili. Lakini nikafika Uhuru, wakaniambia tuna changamoto ya pombe kwa wanawake na wanaume. Hayo ndio matatizo ambayo waliniambia katika sehemu ambazo nilizunguka. Lakini nilifika Bunyoda, wakaniambia kuna ukatili wa vipigo, wanapiga sana wanaume. Sasa leo hii nimekuja hapa hii kata yetu Ayama. Nataka niwaulize swali moja tu, mnafikiri huku kuna ukatili wa aina gani kwa baba na wamama? Labda nianze kwa wamama. Nyinyi mnapitia ukatili wa aina gani? Nitawasaidia. Je, vipigo? Mnanyimwa matunzo? Na nataka niwaambie kitu kimoja, kama endapo sasa mtaficha, inamaanisha elimu hii ni kuweza kuwasaidia. Anyway, changamoto ambayo tunakutana nayo sana katika masuala ya ukatili wa kijinsia ni kuto kutibu tatizo lililoko chini. Haya yote ambayo nimeyasema, ambayo tumepitia katika kata mbalimbali, ni karibia kata zote yanajirudia. Je, mnataka kuniambia katika kata yetu hapa hakuna masuala ya ulevi? Yapo. Katika kata yetu hapa hakuna wanaume ambao wanawanyima hawatunzi familia? Wapo. Si wapo? Wapo. Sasa ili tatizo linasababishwa na nini? Kwa hiyo unakuta hizi sababu ambazo nimezisema zinapelekea mtu kuto kutunza familia yake vizuri. Nimekuwa nikipokea kesi kadha wa kadha za watu kutelekeza watoto wao.